Mbunge wa jimbo la Chemba Mheshimiwa Mohamed Moni ameshiriki mkutano wa baraza la madiwani robo ya pili ya mwaka 24-25 katika halmashauri ya Chemba, ambapo akizungumza katika baraza hilo amechangia hoja katika taarifa ya kamati za huduma ya jamii, ikiwemo swala la elimu pamoja na ukazia ufaulu zaidi kitaaluma katika wilaya ya Chemba. Nimekuwa mbunge kwa miaka 4 au 5. Moja ya changamoto niliyoikuta ni ufaulu. Mimi binafsi niliwajibika vya kutosha, nikiamini kwamba tutasogea. Idara ya elimu msingi wanafahamu. Nilitoa milioni 13 zangu mfukoni kwa sababu nilipokaa na walimu, kitu cha kwanza ambacho nilifanya, nilikaa na walimu nikawaambia kwa nini matokeo yenu yako hivi. Wakatuambia labda wenyewe wafanye mazoezi mara kwa mara, shida ni nini? Wakaambia hawana mashine kubwa ya kuzalisha mitihani. Nilitoa milioni 13 zangu mfukoni nikawanunulia mashine na iko pale, ambaye inaweza kuzalisha mitihani ya jimbo zima kwa masaa 3 au 4. Hiyo kazi nilifanya. Na ukweli walimu wanafanya kazi hiyo. Nikiri, huo ni ukweli usiopingika. Changamoto ya Chemba ni wazazi na wanafunzi. Hii haina mjadala. Kwa sababu mimi nimekuwa nikifanya hii kazi ya ubunge na nikifuatilia. Nitatolea mfano. Shule sekondari Soya ina kidato cha kwanza hadi cha 6. Shule zote za level za Chemba hazijawahi kuwa zimekuwa zikiongoza mkoa wa Dodoma wakati fulani. Mwaka juzi tumuongoza masomo ya biology, lakini mwalimu huyo aliyokuwa anafundisha Soya kidato cha 6 biology alitoa A19 za biology advance, O level wakapata B ya kwanza. Lakini chukueni Mondo, chukueni Msokwalo, ni shule zinazofanya vizuri za advance lakini zipo Chemba. The challenge is watoto wanaosoma advance so kwetu hapa kwa ujumla ni Wahaya, Wachaga, Wasukuma ambao wamekuja na mentality shule ina maana wazazi wao maambia usiposoma huwezi kuishi. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli na utabaki hivyo hivyo. Hata wale wanaofaulu Chemba ni wale ambao kukutana na mzazi wake unaona angalau huwa anamueleza kidogo kuhusu kusoma. Lazima tubadili kimsingi. Kama mnataka tutoke kwenye huu mkwamo tulionao, lazima tubadili mtazamo. Mindset za watu wetu lazima tubadili. Lazima tuondokane na wazazi ambao wana discourage watoto kusoma. Kwa mkoa wa Dodoma, takwimu ya idadi ya walimu kwa shule za sekondari Chemba ni 92%. Tuna 8% tu ya kumfu walimu kwa sekondari, ambao kwa mkoa wa Dodoma sisi nafikiri ni wa pili kwa na walimu wa kutosha. Primary school mimi nilikuta kuna 60 ngapi eti 40 kitu. Sasa hivi tumefika 67 nafikiri. Tunaenda na ujuzi waliajiriwa walimu 39 wamekuja Chemba kwa sekondari. Kwa ni lazima kama madiwani, ni lazima kama wazazi tuhakikishe tunawabadili mtazamo. Maisha kwa sasa, mashamba yameisha, mapori yamechukuliwa wote huko, sasa hivi hakuna namna ambavyo wanaweza kusonga mbele. Aidha, mbunge Moni ameendelea kuhimiza kutekelezwa kwa miradi ya miundombinu ya barabara katika wilaya ya Chemba ili kurahisisha shughuli za uchumi katika wilaya hii. Sanjari na hilo, ameshukuru na kuahidi ushirikiano wa hali na mali kwa uongozi wa halmashauri na taasisi zote kwa ujumla, lengo ikiwa ni kuimarisha maendeleo ya wilaya ya Chemba kwa pamoja. Sisi tuna mtandao mkubwa sana wa barabara ukilinganisha na wilaya zingine. Registered barabara ambazo ziko registered ni kilomita zaidi ya 970 plus, lakini fedha tunazopewa kwenye ceiling ni kidogo kulingana na watu kama Kondoa ambao wana kilomita 366, Kondoa mji siji nini wana kilomita 700. Sisi tunapewa fedha kidogo kuliko wenye barabara zenye urefu mdogo. Kwa nini? Kwa sababu tumerithi likiwa jimbo. Kwa hiyo umeendelea kuwa na bajeti ile bila kufanyia marekebisho. Nani anaweza kufanya? Lazima pia na baraza la madiwani litoe maazimio ili walau wanaotengeneza ceiling waweze kuona kwamba kuna changamoto kubwa inayoendelea Chemba. Nimeongea kwenye RCC, hata jana pia nimeongea. Dhamira kwenye road board. Dhamira ni kufikiri kwamba kama wanaweza kutoa fedha kulingana na ratio ya urefu wa barabara. Tulikuwa tukishindwa pale Kondoa mji wana kilomita 366. Wanapewa fedha nyingi kuliko sisi wenye kilomita 900 na
na sisi hizo ni zile zilizo registered, na sisi tuna wahamiaji wengi sana. Kwa hiyo eneo kila siku kuna vijiji vipya vinatengenezwa, vitongoji vipya. Kwa hiyo mtandao wa barabara hauko fixed kama Kondoa Mji. Kondoa Mji kuishatosha, huwezi kuongeza barabara, lakini sisi kila siku barabara zinaongezeka, lakini fedha imebaki hiyo. Niliomba pia baraza la madiwani liondoke na hilo azimio, ili likienda kule mkoani, wakati naongea wao wanajua kwamba testi hii sio ya mbunge peke yake, ni testi ya wananchi wa wilaya ya Chemba. Ni ushukuru sana 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 uongozi mpya ukiongozwa na mkurugenzi wetu mpya. Mimi binafsi ninaamini kwamba mabadiliko haya yanaweza yakatupeleka sehemu nzuri zaidi. Umesikia ziko changamoto, zipo ambazo naamini unaweza kuzitatua peke yako, lakini zipo ambazo zinahitaji ushirikiano wetu sisi. Mimi kama mbunge wa jimbo ambao na muda wa bado na miezi mitatu hivi, nitakupa ushirikiano mkubwa wa kutosha sana kuhakikisha kazi yako unaifanya kwa urahisi zaidi, ili iwe na tija kwa wananchi wetu wa Chemba. Nikiri kwamba tuna madiwani wazuri ambao wanaweza kukusaidia kazi vizuri, watiifu, sio wabaya kwa serikali, lakini naamini pia wana watumishi bora. Kwa namna yote hiyo, watu waliogawanyika hawawezi kwenda wakafikia malengo. Mimi niendelee kukiri kwamba nimeona kabisa kuna mabadiliko. Watendaji wana uso za faraja, wakiwa na matumaini mapya, na kwamba sasa tunaenda kuitengeneza Chemba yetu kwa ushirikiano wa kila mmoja achangie kwa uwezo wake. Nawashukuru. Ninaamini kwamba tunaenda vizuri, tutapanga vizuri na tutatekeleza na tutafika salama. Asanteni sana.